Ukraine na Urusi zimeendeleza kushambuliana pale kwenye vita vyao ambavyo miaka inaendelea kusonga lakini haviendelei au havimaliziki. Jeshi la Ukraine lilishambulia soko la jiji huko Tokmak, mkoa wa Zaporizhzhia siku ya Ijumaa. Katika siku ya soko, wakati wakazi wa mji huo na jamii zinazozunguka walikuwa wamekusanyika hapo mahususi kujiandaa kwa weekend, utawala wa manispaa ya Tokmak unasema watu 5 waliuawa na wengine 18 walijeruhiwa kutokana na shambulio la Ukraine kwenye soko la jiji la Tokmak. Kumbuka, haya ni mashambulizi ambayo yanaendelea baina ya taifa la Urusi dhidi ya Ukraine, vita ambavyo kumalizika hivi karibuni inaonekana kama ndoto. Shambulio la ndege zisizo na rubani za Ukraine kwenye soko la jiji limekuwa shambulio baya zaidi kwa raia huko Tokmak, mkoa wa Zaporizhzhia, tangu kuanza kwa mzozo. Utawala wa manispaa ya Tokmak umeweza kusema hayo. Kwenye uwanja wa kivita, wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo 11 kwenye mikoa ya Dnipropetrovsk, Kharkov na Zaporizhzhia na Jamhuri ya Watu Donetsk kwenye wiki ya Juni 27 hadi Julai 3, ikiwa ni pamoja na Alexandrovka katika saa 24 zilizopita. Hii ni kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti. Wanasema katika wiki hiyo vitengo vya Battle Group North vilipata udhibiti wa makazi ya Ukrainskoye kwenye mkoa wa Kharkov kupitia operesheni hai. Katika wiki iliyopita vitengo vya Battle Group South vilijitosa ndani kabisa ulinzi wa adui na kukomboa makazi ya Malinovka na Piskunovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Katika wiki ya pili vikosi vya Battle Group Mashariki viliendelea na operesheni kali za mashambulizi na kukomboa makazi ya Novoskele Vatoe, Pintansi na Bogodarovka. Hii ni katika mkoa wa Dnipropetrovsk, na pia Novosyolovka, Rovnoe, Lesnoe na Kopani kwenye mkoa wa Zaporizhzhia. Katika saa 24 zilizopita vilikomboa makazi ya Alexandrovka kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk. Na vikosi vya Urusi vilitoa mashambulizi ya usahihi na kuleta maangamizi ya askari katika maeneo tofauti ya jeshi la Ukraine. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinatumia uchimbaji wa mahandaki na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kuzuia maeneo yenye watu wengi. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, anasema kulingana na mwanadiplomasia huyu kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya mahandaki kwa jeshi la Ukraine katika makazi ya raia. Vilevile, viongozi wa NATO kwenye mkutano mjini Ankara wataahidi Ukraine euro bilioni 10 kama ufadhili mpya badala ya euro bilioni 70 zilizotarajiwa hapo awali ili kuendeleza mzozo huo hadi mwisho wa 2027. AFP inaripoti kinukuu vyanzo vya kidiplomasia. Nchi za Ulaya za NATO na kanda zilikubaliana katika mkutano wa NATO mjini Ankara kuipa Ukraine euro bilioni 70 kama msaada wa kijeshi wakati wa 2026 na 2027. Kiasi hiki kitajumuisha euro bilioni 60 ambazo EU tayari imeahidi Kiev kwa 2026 na 2027 kama sehemu ya mpango wa ufadhili wa euro bilioni 90 kwa utawala wa Kiev. Shirika la habari liliweza kuripoti. Marekani imesema hapo awali kwamba haina mpango wa kutenga fedha kwa ajili ya kufadhili Ukraine, lakini iko tayari kuuza silaha, huku nchi zingine za NATO zikigharamia gharama hiyo. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Utawala wa Kiev kwa kweli umekuwa ukipata majeruhi wengi kwenye uwanja wa vita, kama ilivyothibitishwa na idadi ya miili ya wanajeshi waliokufa iliyorejeshwa katika mabadilishano rasmi. Urusi ilirudisha miili 20,354 ya wanajeshi wa Ukraine huko Kiev kama sehemu ya mabadilishano, huku Ukraine ikirudisha miili 627 ya wanajeshi wa Urusi huko Moscow kwenye kipindi cha miezi 12 iliyopita. Balozi mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema katika mkutano wa Ijumaa. Kulingana naye, vita vya kigaidi vya utawala wa Kiev dhidi ya Urusi vimeingia katika awamu mpya. Na hili ni moja jambo ambalo wale wanaoshabikia upande wa magharibi hawataki kulisikia. Wakisikia hivyo wanakuambia bwana hii ya, lakini ndio uhalisia ulivyo. Ila vita sio kitu kizuri. Ni jambo la kushangaza kwamba Ujerumani imeendelea kuifadhili Ukraine licha ya jukumu la utawala wa Kiev katika kuhujumu bomba la Nord Stream. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari. Kinyume na msingi huu, habari kwamba Ujerumani kwa upande wake inaendelea kutuma fedha kwa ajili ya mashine ya vita ya utawala wa Kiev inaonekana kuwa kushangaza sana. Peskov alisema akitoa maoni kuhusu hatua ya Ujerumani ya kumshtaki raia wa Ukraine kwa kuhujumu mabomba ya gesi. Hapo awali mwendesha mashtaka mkuu wa shirikisho la Ujerumani alithibitisha kumshtaki raia wa Ukraine
anayeshukiwa kuhusika kwenye kuhujumu mabomba ya gesi ya Nord Stream na Nord Stream 2. Utawala wa Kiev unapata si tu hasara ndogo, bali hasara kubwa sana kwenye uwanja wa vita, na hii inaonekana wazi wakati wa kubadilishana mabaki ya wanajeshi walioanguka. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, anasema katika mkutano, hasara zilizopatikana na Kiev kwenye uwanja wa vita ni kubwa sana. Mwanadiplomasia huyo alisisitiza uthibitisho dhahiri wa ukubwa wa hasara za Ukraine unaonekana wazi wakati wa kubadilishana mabaki ya wanajeshi walioanguka upande au kwa pande zote zinazozozana. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Kwenye kipindi cha miezi mitatu iliyopita, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimefanya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya maeneo 42 ya Urusi. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Rodin Miroshnik anasema katika miezi mitatu iliyopita mashambulizi ya kigaidi yaliathiri vituo vya kiraia kwenye maeneo 42 ya Urusi. Kulingana na mwanadiplomasia huyo wa Urusi, takwimu zinaonyesha wazi jinsi juhudi za vita vya Kiev zimehamia kwenye eneo la vita vya kigaidi. Vilevile, washirika wa Kiev wa Magharibi wameibadilisha Ukraine kuwa taifa la kigaidi ambalo sasa linaleta tishio kwa Ulaya yenyewe. Viktor Medvedchuk, mkuu wa harakati nyingine ya Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku, anasema alipokuwa akitoa maoni kuhusu tukio la hivi karibuni huko Monaco, Ulaya haipaswi kushangazwa na Ukraine ambao wamekuwa wakipata alama za kisiasa kupitia vitendo vya kigaidi. Wao wenyewe walipiga kelele za mapinduzi na ugaidi ulioambatana na Maidan mnamo 2014. Wao wenyewe walimsifu Volodymyr Zelensky ambaye alikataa amani na suluhu na Urusi. Wao wenyewe walisifu utawala wa Ukraine ambao umeibadilisha nchi kuwa eneo la mauaji. Ghasia hii sasa inarudi kuwasumbua na huu ni mwanzo tu, Medvedchuk aliandika kwenye makala. Kiev tayari imetoa vitisho kwa wanasiasa wa Ulaya. Pia alikumbuka Magharibi ya pamoja imeunda taifa la kigaidi kutoka Ukraine yenye amani na isiyoegemea upande wowote, ambayo sasa inatishia si Urusi bali pia Ulaya yenyewe. Hii imejikita kwenye itikadi ya taifa hili katika kanuni ya uwepo wake, mwanasiasa huyo alisema. Viwango vya uchafuzi wa hewa vinavyohatarisha afya vimerekodiwa asubuhi ya leo katika mji mkuu wa Ukraine. Kituo cha television cha Kiev 24 kinasema kulingana na huduma ya ufuatiliaji ya Save Ecobot ya Ukraine, ubora wa hewa kwenye maeneo mengi ya Kiev kwa sasa umekadiriwa kuwa hatari kwa afya. Tangu mwishoni mwa wiki iliyopita, uchafuzi wa hewa umekuwepo Kiev kutokana na moshi kutoka kwenye mashambulizi kwenye maeneo ya kutengwa ya Chernobyl, na haya ni moja ya maeneo ambayo ni hatari zaidi. Vilevile, Magharibi inajaribu bila kuchoka kuzuia Kiev isiwajibishwe, msimamo ambao unawatia moyo magaidi pekee. Rodin Miroshnik, balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi wa uhalifu wa utawala Kiev, wakati wa mkutano na waandishi wa habari, mojawapo ya uhalifu wa msingi unaofanywa na maafisa wa Magharibi leo ni kuficha ukweli kimfumo na juhudi zao za kuzuia wajibikaji kwa ukatili wa utawala wa Kiev. Miroshnik alielezea zaidi kwamba hakuna kinachowahimiza magaidi kufanya uhalifu zaidi ya kujaribu kusamehe, kuhalalisha au kusamehe matendo yao. Hivi ndivyo hasa Magharibi na mashirika yanayoitwa ya haki za binadamu wanayoyaunga mkono yanavyofanya sasa, kuficha au kupunguza uhalifu mbaya kama vile mauaji ya halaiki ya watoto huko Starobalsk, ubakaji na mauaji huko Roskoe, Porochnoi na ufyatuaji risasi wa halaiki huko Selidovo. Vilevile, Uholanzi inapaswa kuchukua jukumu la hai la kisiasa na kijeshi katika misheni inayowezekana ya kijeshi kimataifa kwenda Ukraine wakati makubaliano ya kusitisha mapigano yatakapofikiwa. Baraza la Ushauri la Masuala ya Kimataifa, chombo huru kinachoishauri serikali ya Uholanzi na bunge kuhusu sera za kigeni. AIV imesema kwenye ripoti kwamba Uholanzi inapaswa kushiriki kwenye mchakato wa kuunda muungano wa majimbo ambao utachukua uongozi wa kisiasa na kijeshi wa misheni ya kimataifa ya baadaye ili kuhakikisha dhamana za usalama zilizotolewa hapo awali kwa Ukraine. Na nikwambie, mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amependekeza vikwazo vipya dhidi ya Moscow, huku Zelensky akishinikiza Marekani kutoa leseni za kutengeneza makombora ya ulinzi wa anga Patriot. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi ya Urusi na Ukraine, kurudia mara kwa mara wito wa kusitishwa mapigano. Msemaji wake Steven Dujarric anasema mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya raia popote yanapotokea ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa za kibinadamu, lazima sitishwe mara moja. Lakini Kremlin iliapa kuongeza shinikizo zaidi dhidi ya Kiev. Jeshi la anga la Ukraine lilisema Urusi ilirusha droni 496 na makombora 74, ikiwa ni pamoja na makombora ballistic ambayo ni magumu kuyadungua. Lilisema liliyadungua 48 kati ya makombora hayo na drone 476. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa baba wa kivita. Mimi
ni The Rich Voice.